BMP TV Professional Update. Gani mpenzi mtazamaji wa BMP TV Online, kwenye mic si mwingine sasa Mr. Orange au sio mwanangu, mbele ya kamera Piskali, mdada fulani hivi amazing sana, na si mwingine tutaweza kwenda na kumsikia kama yeye ataweza kwenda na kujitambulisha kwa majina, kwa sababu tembea zetu tukaweza kwenda na kuwasanukia wakiwa location wanafanya kazi au sio. Kwa neno kubwa ni utegemee makubwa ambayo yanakuja BM Production. Kwa wamejipanga katika kazi zao na utaweza kwenda kumsikia yeye kama yeye. Vipi hali? Poa. Salama. Mzima kabisa. Yanaenda tena vizuri sana. Umewaibukia location vipi? Kazi ya nani? Kazi ya si Hamasa. Yeah. Amewashirikisha nyinyi? Yeah, ndio ameshirikisha. Hivi ulipataje mawasiliano na Hamasa? Hamasa msanii kama mwenzangu tu. Kama mwenzako. Na vipi wewe kama wewe upo kwenye kundi au unajitegemea? Mimi najitegemea mwenyewe, sijakuwa na kundi yoyote. Kwa nini ujitegemee? Kwa nini nijitegemee? Nimejitegemea tu kwa sababu mtu kwa kwenye kundi kuna mambo mengi sana. Yeah. Kwa ni kama vile watu wanaweza kaongea kuwa unaweka kiburi cha kusema kuwa uwe peke yako kwa sababu jina lishaenda au hamna, jina alijaenda bado, ningana najitafuta mwenyewe. Sasa kwa nini usijitafuti kwenye kundi? Hamna, kundi na mambo mengi sana. Mtu akiwa kwenye kundi ana uhuru wa kutoka eti aende kwenye kundi nyingine aende acheze nao, ndio hivyo tena. Waambie watu wa BMP TV Online jina lako. Jina langu mimi naitwa Aline Kashindi. Ukinifuatilia nyingi sana TikTok, Facebook, Aline Kashindi. Kwa mwanangu tayari ushaambiwa jina au sio? Kwa ni Piskali ya kwenda ambao inafanya mambo mengi sana. Kwa ni msanii ambaye kidogo anajitegemea. Kwa kama una kazi yako mshirikishe, anafanya makubwa. Na vipi uko tayari kuweza kwenda na kupata collab zote zile? Nipo tayari. Hivi kwenye kazi yako kama kazi yako, changamoto zipi ambazo waga unazipata ukiwa location? Changamoto zipo nyingi tu. Wavulana wengi sana wanapenda kunifuatilia kisa mapenzi. Kwa hiyo ni changamoto ambayo wewe kwako ni kubwa sana. Yeah. Na vipi wewe unaona kuwa inatokana na nini? Inatokana na nini? Si wenyewe wanapenda kunani kutongoza. Si unajua wavulana tena wakiona Piskali wanapenda wapite nayo. Ndio hivyo tena hali ya wasanii. Kwa vipi kwao kitu kutoka na msanii kwako wewe ni kama vile uwezi? Siwezi kwa sababu mimi sijafuata kupendwa, ila nimefuata kazi. Mimi nimeshazaa. Yeah. Kwa nini uweke nyodo na wakati tayari ushakuwa mshangazi? Hamna, mimi siko mshangazi bwana. Kama mimi sijasema sijazaa, kuna mtu anaweza akajua kama nimeshazaa. Hawezi akajua. Mimi nimeshazaa, ila nimechukulia tu nafasi yangu. Sipendi tu. Na vipi unashauri nini kwa madada ambao wale ambao hawajazaa afu wakiwa location shobo nyingi na wasanii? Waache hivyo, wafate kazi, wasifati shobo na wasanii. Wasanii ni waharibifu sana. Yeah. Ni waharibifu sana. Na vipi wewe kwako mtu akakujia hivyo kwenye njia ya kutongoza, pia hivyo ni director kwenye kazi ambayo mnaoifanya, vipi uwezo ukampa nafasi? Hamna, mimi nakataa kabisa, sitaki, namwambia director mimi nafuata kazi, sipati kutongozewa. Unajua nini, sawa? Ndio hivyo umepata nafasi ambayo wewe ulikuwa unaililia sana kwenye movie. Director akakupa nafasi. Pia kwa kukupatia kwako nafasi akahitaji kuwa awe na wewe kwenye mahusiano. Na vipi unaona kuwa uwezo ukapoteza tena nafasi zingine ambazo zinazokuja kwa kuweza kwenda na kutokumpa nafasi katika mdomo? Mimi siwezi kuwa nafasi ya kumpa kwa sababu kama mimi sijaingia naye location, kuna wengine tu watanitafuta, mimi ndaingia kazini. Yeah. Ni mtu ambaye hata ukipoteza huko unapiga. Nipo kabisa. Ndio. Hivi ni faida zipi ambazo ushazipata kwenye kazi yako? Faida zipo tu. Nikiingia kazini napata hela. Kwa siku hizi nimejenga nyumba yangu. Siku hizi hapa hivi nimepiga fence. Muda si mchache hapa nimeshachimbisha choo yangu mwenyewe bila kujitegemea mwenyewe. Samahani. Kwa ni vile kazi ina faida zake. Nazikubalia. Siwezi nikalala njaa, kwangu kukosa chakula. Msanii yoyote tu akifika nyumbani kwangu lazima atumie chakula. Kwa hiyo inabidi jioni tufike pale ili tuweze kwenda kupata, wanasema kuwa dinner au sio? Msijali. Poa sana. Na vipi kwako wewe hii kitu ya kusema kuwa
kumtegemea mwanaume. Wewe una hiyo mambo kabisa. Kumtegemea mwanaume. Mwanaume, mtu anaweza kumtegemea mwanaume, anaweza kumtegemea mwanaume. Kwa sababu wanaume wa siku hizi ukimuomba 10,000 anakuambia nini? Sasa naona inazingua. Si unajua? Unajui kama hivi 10,000 hela ndefu kabisa. Hela ndefu. Kwangu mimi sioni kama ni hela ndefu. Wewe kama hivi wewe kama wewe kabisa inabidi kuwa mtu aanze kugeshi ngapi? Kwa siku za kuemea kama vile zote sasa umekizi mahitaji yako. 15,000 au 20,000. Mwanangu. Hela ziokotwi. Hamna. Unamechekesha, haziokotwi. Ila zinatafutwa ndo zinapatikana. Nafikiri wewe mwenyewe unafanya kazi na unazipata. Vipi usimuone huruma mtoto wa mwenzio na anahangaika huko mpaka aje akutolewe hiyo fishi? Na yeye hangaike apate hela. Ni faida zipi ambazo anazipata kwa? Acha we. Faida zipo tu nyingi. Kama hivi sasa tutolee 2 tu kubwa ambazo zinaweza zikazi na zikamshawishi mtu mwingine ambaye anakutizama na ile akutafute na akupatie 20,000. Faida zipo nyingi. Akipita na mimi sana jisikia brandi. Kwa mwanangu na mimi hapa ninakangu kabla 30,000 hapa mfukoni. Kwa inabidi na mimi nitoe 30,000. Nenda tu takubalika. Kwako tunatoa 30,000. Haina noma. Haina shida. Kwa tukimaliza hapa inabidi na twende kwanza kwenye kazi sawa. Nafikiri unafanya kazi na madirector wengi au sio? Masa umefanya naye kazi. Elocho bado sijakutana na Elocho. Kwa nini? Sijabahatika tu. Na vipi kwako wewe? Nafikiri kazi unaziona. Kazi ya Masa pamoja na kazi ya Elocho wewe unaiona nani? Mimi naona zote kama zinaingiliana tu. Ingiliana. Kivipi vile? Kwa sababu watu waigizaji wakubwa. Una mchumba? Una mchumba? Mimi mchumba. Mchumba naye. Naye? Mtaji basi. Wilonja. Lomu. Hamna, sio waumu. Australia. Sasa hivyo tayari ushaanza kutupiga. Sasa iweje tena uwe na mtu ambaye yuko mbele huko? Kwani ana faida zipi ambazo anazipata kutoka kwa wakati mbali? Acha wewe. Tunaongea tu kwenye simu. Au ndo vile tena ukiwa maeneo gani pale simu inakuwa pale? Kama kawaida. Vipi akiweka hewani? Siafi, kama kawaida kwani mimi ndo kwanza. Mara pusa Masa kama Masa kahitaji kusaini BM Production. Vipi kwa kwa unafika? Hao manager wana mambo mengi sana bwana. Mimi siwezi ngakubali. Cha muhimu tu ni ile ukae ukijitegemea wewe. Hivi Aline kama Aline ni kitu kipi ambacho wewe uaga ukitaki kabisa ukiwa location? Location. Sipendaki kama tuko location uanzane na mambo ya sapora. Kwa sababu wasanii wengi wanafaga tukiwa location sapora. Sasa sapora inaribishaga mambo mengi sana. Na wanasema kwa sapora inaleta mood. Sisi wewe kwa kweli. Na mimi naichukiaga. Mara nyingi inaleta tu vurugo. Kwa vipi hivi wewe ukiwa mbele ya kamera wakikwambia action afu ukaonesha kuwa haupo kwenye mood, uaga unatumia njia gani ili uweze kwenda na kuingia kwenye mood ukiwa mbele? Lazima nijitafute tu niingie kwenye mood. Unawaambia nini wale ambao kuingia kwao kwenye mood mpaka wapige support? Wachane na hivyo kupiga support ina madhara mengi. Madhara mengi kama vile ugomvi, kuongea sana, si unajua tena. Sasa ndo vile tena ukapewa sini kuwa uongee sana. Uone kama inasaidia. Muda mwingine inasaidia tena. Ukiwa kwenye sini ya kuongea inasaidia. Kama uko kwenye sini ya kuongea isaidie. Hivi nafikiri issue ambayo mnaipiga hapa ni ya Masa. Alikuambia kuwa ni issue ambayo inalenga nini vile? Hajaniambia. Sasa wewe unafanya kazi ambayo hujui kuwa inalenga nini? Subiri nikumbuke. Nakumbuka. Kazi yenyewe inalenga kama baba mkwe na mwelekazi wake. Ndio inalenga. Na vipi wewe pale unacheza kama nani? Mimi nacheza kama mchipuko wa Echiba. Mchipuko? Kwa wewe ni mchipuko ambaye ana mke wake. Mke wake ameshafariki. Ndio hivyo unakuwa kama vile second wife. Na kwa nini uweze kwenda na kutumia
hiyo sehemu au ukapenda kukubali hiyo scene? Ndo nimeambiliwa nicheze, sasa nifanyeje? Vile director aliona kuwa inakufaa. Yeah. Uliona nini kwa director mpaka aweze kuna kukupatia scene? Mimi sijui kabisa kama amefanyaje kwa yeye kunitia na hiyo nafasi. Hivi ni scene gani ambazo wewe ukiwa location ukipewa uwezo ukacheza? Hamna, scene zote mimi nacheza. Zote ziliona. Vipi mpaka kitu cha ulimi kwa ulimi? Zote napita nazo. Natumika kazi. Yeah. Vipi mchumba wako akaona? Ni changamoto zipi ambazo yeye huaga anazipata? Na ni nini ambacho yeye ashawahi kukuambia kuhusu kazi? Lazima aumie, lakini mimi namwambia mpenzi, ni kazi, lazima nitumike nipate hela. Kwa vipi uriziki na zile ambazo yeye anakugia? Ananipa, si unajua sisi wanawake tukaki tunarizika. Na majukumu ni mengi, lazima tusaidiane. Ndio vile tena sawa, tayari ashavimbiana. Hivi huaga unatumia design gani kumtuliza? Nambembeleza, si mpenzi wangu. Mbembeleza kivipi sasa kwa sababu ni mtu ambaye mko nepo? Acha we. Nambembeleza tu. Si kwa simu. Simu. Yeah. Kama vile maneno gani? Jaribu kunibembeleza. Ndio tufanye. Sikia. Tuigize sasa kama vile mimi. Sikia. Aline. Nisikie kwanza sawa. Tufanye ndio hivyo mimi ndo nani? Ndio brother ambaye yuko Australia sasa. Ndio hivyo nimevimbiana sasa. Jaribu kunibembeleza. Umevimba kuhusu nini? Si ndio hivyo kuhusu kazi sasa. Ulikuwa kwenye kazi, nimeona video zako umepigwa denda sana, kuguswa sana. Naweza nikambembeleza mpenzi, si unasikia tena, hii ni kazi, usijali. Bado kabisa nitajitahidi, nitakerebisha mpenzi wangu, usijali. Inabidi wewe unaangalia simu za kucheza, mwanangu unaniumiza. Sawa, mimi nasikia, nitakerebisha. Kuna simu nyingine sitakuwa nazicheza basi. Kwa mimi nafikiri kuwa hapo umeongea kwa sababu mimi sio mhusika au sio, ila angekuwa brother mwenyewe mhusika. Kwa brother mimi nafikiri kuwa hii kitu itamfikia. Hata angekuwa yeye nafikiri kuwa angeona kama vile haiko vizuri hivi. Unaona ni kitu ambacho hakiwezi kumuingia kwa haraka hivi. Nafikiri kuna njia nyingine ambayo wewe kama wewe unaitumia. Sema ni vile tu kwa sababu tuko on media ndio kama vile kuna mambo mengine unayaficha hivi. Hamna bwana. Hapo mimi namalizia tu. Yeah. Nimemaliza, simeshaongea. Japokuwa itamfikia lakini ukumbuke mkataba wetu uko pale pale. Mimi nikwambia kwa 30. Usijali. Tutaenda kupiga mechi baadaye. Usijali. Usijali. Kauli moja kwa watu wa BMP TV, wategemea nini kutoka kwa Aline kama hivi? Naweza nikaambia watazamaji wa MPTV wazidi sana kufuatilia movies zetu ambazo tunazocheza hapa kambini Nyarugusu. Wasisauliki ndo mnasemaga nini? Subscribe. Shukrani sana. Ulikuwa na Mr. Orange au sio mwanangu? Fanya kusubscribe, kulike na ucomment. BMP TV online yetu sote. Ciao. BMP TV Professional Update.